Eze Sport TV, kama ilivyo ada, sisi tunakuletea burudani ya soka, lakini pia burudani ya michezo mbalimbali ambayo inaendelea duniani kote. Na hivi sasa kwa hapa Tanzania, habari kubwa ni usajili wa timu za ligi kuu championship pamoja na zile za First League Division. Mpaka tarehe 31 Januari ndio tutakuwa tunamaliza hizi stories za usajili, lakini kubwa zaidi ni sajili katika hivi vilabu viwili vikubwa hapa nchini Tanzania. Tunazungumzia Simba na Yanga ambao wao kuanzia tarehe 23 hapa watakuwa na michezo ya kimataifa. Wako mbioni, wanakimbizana kweli kweli kuhakikisha wanakamilisha hizo sajili ili kuweza kuzisaidia timu zao. Mpaka hivi sasa tunavyozungumza, upande wa timu ya Simba na upande wa timu ya Yanga, takriban kila timu ina wachezaji 4 ambao tayari wamewasajili na wengine bado wanaendelea kuwasajili. Sasa sisi kama Eze Sport TV leo tunataka tukupitishe, tukupe uchambuzi, tuone ni namna gani hizi sajili zinaweza zikazibadilisha hizi timu kulingana na namna ambavyo zimeperform kabla hazijafanya usajili. Tuone nini ambacho kitaongezeka hapa, na nipo na mchambuzi wangu Elisha Singambi. Mimi naitwa Eze Sports, na usisahau kusubscribe bila kushare pia na kucomment hapo chini. Maoni yako ni muhimu sana kwa ajili ya channel yetu ya Eze Sports TV. Tayari timu hizi zote mbili zimefanya sajili na tumeona sajili zao namna ambavyo wamezisajili na wanaendelea kutambulisha wachezaji na bado wanaendelea kutaja wachezaji wengine. So far natamani tuanze kwanza kuangazia Yanga. Wamefanya sajili ambazo takriban za wachezaji 4 mpaka hivi sasa tunavyozungumza. Alani Okello, lakini yupo Depu, Damalo Kamala pia yupo na tumemwona amecheza. Hussein Masalanga bado hatujamuona amecheza. Swali langu ni kwamba sajili ambazo Yanga wamezifanya ni zitaenda kukidhi kile ambacho Yanga walikuwa nakikosa kwenye msimu kwenye mwanzo wa msimu kabla dirisha hili la hivi sasa, na kinaweza kikaongeza kitu kingine? Tuanzie hapa kwanza, kinaweza kikakidhi kile ambacho Yanga walikuwa nakihitaji? Kitu kinaongezeka, na tunavyozungumza tayari kwenye mchezo wa jana tayari kuna kitu ambacho kimeongezeka kwenye upande wa kikosi cha Young Africans. Tofauti na sajili ambazo walizifanya katika dirisha kubwa. Sajili nyingi ambazo walizifanya dirisha kubwa hazija click, tofauti na sajili ambazo wamezifanya dirisha dogo. Unazungumza sajili kama Allan Okello, kila mtu anamjua kipaji, uwezo. Nasubiri kuweza kuona namna gani ambavyo anaweza kaimudu pressure. So far tukiachana na namna gani anavyoweza akaimudu pressure, Yanga walikuwa na tatizo kwenye kupata yule mchezaji ambaye anaweza akarahisisha mashambulizi ama akarahisisha kutengeneza mabao mengi. Kwa sababu tumeangalia katika eneo la namba 10 ambalo mara nyingi ndio linatumika kuzalisha mabao, alikuwa anatumika Mudathiri haya sometimes, lakini anatumika Pacome Zouzoua, mtu ambaye pia yeye ukimwangalia ni kama half winger kwa sababu anacheza sana pembeni. Ameongezeka Allan Okello ambaye anacheza katika lile eneo, even though naye pia ana uwezo wa kutokea pembeni, lakini pia ameongezeka Depu. Unaona wanaweza wakaenda wakasolve hili tatizo ambalo Yanga walikuwa nalo la kuto kutengeneza mabao mengi na kufunga. Hicho ndio kitu ambacho naona Yanga walikuwa wanakitafuta kwa muda mrefu. Hivi sasa kocha yote yule kwenye timu lazima aweze kutafuta mchezaji ambaye anaweza kumpa advantage ya kucheza maeneo zaidi ya mawili. Tayari una Allan Okello ambaye ana uwezo mkubwa wa kucheza kama namba 10, lakini pia ana uwezo mkubwa wa kutokea pembeni. Kama ulinotice jana kwenye mchezo wa jana, baada ya Pacome kutoka yeye kuingia kama namba 10, alitengeneza nafasi nyingi sana. Hata goli la mwisho ambalo alifunga Depu ni yeye alitengeneza. Jana alipiga mashuti 4 golini. Manake ni kwamba ni namba 10 ambaye kama washambuliaji wanashindwa kufunga, basi yeye mwenyewe ana uwezo kufanya nini? Ana uwezo kuofa kufunga. Ametengeneza nafasi nyingi, clear chance moja kwa dakika chache ambazo walicheza baada ya Pacome kutoka kwenye hilo eneo. Manangu ni kwamba Yanga kuna namna ambavyo wametafuta watu ambao wanaweza wakarahisisha timu ipate magoli mengi hata kama wanacheza mchezo mgumu na mchezo wenye pressure. Na kwa hapo kujaribu kutazama kuna namna ambavyo kama watatengeneza chemistry hii hapa ambayo mimi naitazama inaweza kawa ni chemistry hatari. Ni Allan Okello acheze kama namba 10, Pacome Zouzoua atokee winga, na Clement Mzize akipona kutoka kwenye majeraha acheze winga moja, alafu juu
aanze Dube ama Dep. Inawezekana ikawa ni chemistry ama muundo mzuri ambao unaweza ukawapa Yanga faida kubwa, aidha kwa kutengenezeana nafasi wao kwa wao, hususan wakikutana na timu ambayo inaacha mistari mkubwa baina ya back na back, ama mstari mkubwa baina ya mabeki pamoja na eneo la kiungo. Hawa watu wana uwezo mkubwa. Kwa sababu gani? Kwanza, wachezaji wote nilokutajia wana uwezo wa kukokota mpira umbali mrefu, lakini kitu cha pili wana uwezo wa kupiga key pass ama tunaita penetration pass. Ukikutana na hususan na timu ile ambayo inacheza compact zone kwenye eneo la ulinzi, hawa wote wana jicho la kiufundi. Angalia jicho ambalo wanalo Alan Okello, angalia jicho ambalo wanalo Pacome Zouzoua. Although Clement Mzize hana huo upeo mkubwa wa kupiga penetration pass, lakini kuna namna ambavyo ana dribble mpira, anaweza kaweka njiani akapita ukamwekea. Ni aina ya magoli mengi sana ambayo ameyafunga Clement Mzize. Kwa hiyo kwa hapo nikitazama hiyo chemistry, inawezekana ikawasaidia Young Africans siku za usoni. Sawa, kuna pengo ambalo tumekuwa tukizungumza mara nyingi, wana michezo. Unaona nafasi ya Stephen Aziz Ki kama inakuwa imepata mtu hivi, manake msimu ambao katika wakati ambao wamecheza bila Stephen, kila mtu alikuwa anazungumza anatafutwa mtu ambaye anaweza akamudu ile nafasi ya Stephen. Unaona pengo la Stephen Aziz Ki linaweza likafichwa kabisa, ama amepatikana mtu ambaye anaweza kaisaidia walau Yanga kama ambavyo Stephen alisaidia? Kwa sababu Stephen anafunga, ana assist, lakini at the same time pia alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni free kick teka mzuri sana. Kiasi chake pengo aliwezi likazibwa moja kwa moja kama ambavyo ipo hivi sasa. Sioni mtu wa kuziba pengo moja kwa moja, lakini taratibu naona Alan Okello ana zile chembe chembe kama za Stephen Aziz Ki kwa muda mchache ambao nimepata kuona akicheza. Anapiga free kick vizuri, si ndio? Hata mpira ya kutenga anapiga vizuri. Ana uwezo wa kupiga mashuti ya mbali, lakini pia ana jicho la ufundi la kutengeneza. Nahitaji kumpa muda kuangalia namna kwenye msimu wa kwanza, msimu wa pili, namna gani ambavyo anaweza akacheza kawa na consistency, kwa sababu mpira jinsi ulivyo unaweza ukafanya leo vizuri, lakini kesho na kushukutwa ukapotea. Tofauti na Aziz Ki. Aziz Ki alikuwa na consistency toka yuko ASEC Mimosas, amekuja Yanga, amefanya hicho kitu kwa ubora na weledi mkubwa. Yanga wamepata mtu sahihi wa kucheza kwenye hayo maeneo, kwa sababu toka ameondoka Aziz Ki, hapo katikati Yanga hawajawa na dead ball specialist wa kupiga mipira ya kutenga ambayo inaweza ikaipa timu manufaa, hususan ukikutana na timu ambayo wamekaba vizuri, wanazuia vizuri, zimu wewe utumie mipira ya kutenga. Hicho kitu kwa hivi sasa walikuwa hawana. Jana Okello kawa anapiga kona, ukiangalia kona kama zinaleta negative effect kwa timu pinzani, lakini mwishoni kabisa alipiga mpira wa free kicks ambao ulivuka ukuta, mlinda mlango kaocheza, lakini hii inakuwa ni rahisi kwa washambuliaji kuweza kumalizia. Hicho ndio kinachotakiwa, kwa sababu mpira wa free kicks, ili mchezaji ufanikiwe kufunga, kitu cha kwanza lazima uweze kuvusha ukuta, na kitu cha pili ni mpira kwenda kambani. Kwa hiyo kama anafanikishwa kuvusha ule mpira kwenye maeneo ya ukuta ambao umeweka, maana yake ni kwamba ni free kick teka mzuri. Kwa hiyo nasubiri kuona consistency yake itakuwaje. Hapo ndio utakapopata upeo wa kuzungumza kama anaweza kuziba pengo la Aziz Ki. Wakati anaondoka Khadija Aucho, Yanga walikuwa na struggle kutafuta holding midfield ama central midfield ambaye ana uwezo mzuri wa kuisaidia timu katika nyakati ambazo timu inahitaji kuzuia, lakini katika nyakati ambazo timu inahitaji kukata ushambulizi kutoka upande wa pili. Waka struggle kidogo hapo, walikuwa wanacheza na Duke Abuya akiwa chini, Mudathiri haya akiwa juu. Barakonte ameingia lakini hakupata nafasi pia ya kucheza. This time around wameongeza usajili mtu mwingine, Damalo Kamara, which is tayari mpaka sasa hivi kwenye ligi ameshafanikiwa kupata goli moja. Ameenda kutibu lile tatizo ama bado? Na yeye tumpe muda tuone atafanya nini. Sipi binafsi Damalo Kamara nampa muda kwa sababu Kamara ni aina ya wachezaji ambayo timu ya Yanga ikikutana na timu ambayo haipi pressure, hawashamdii, utaenjoy na utamfaidi sana Damalo Kamara. Atakaba, yani hapo katikati kwenye shilingi sita pale mtamwacha mwenyewe, atatibua anavyoweza, atapora mipira, atachezesha. Mfano tu kwenye game ya jana walimwacha mwenyewe kina Duke Abuya, Max Zengeli wakawa wanaenjoy kucheza juu. Yeye anakaba, anatibua, anafanya kila kitu chochote pale katikati. Lakini tatizo kwa Damalo Kamara linakuja hapa akikutana na timu ambayo inashambulia muda wote. Yaani ni kama akili yake inachoka, anaanza kucheza lafu ambazo sometimes hazina hata sababu ya msingi. Unajiuliza kwa nini amecheza hii foul? Ni kwa sababu
timu inapelekewa pressure muda wote. Lakini ukikutana na timu ambayo inaimudu utamfaidi Kamara. Kwa hiyo kwangu mimi bado sioni kama naweza kaliplace pengo la Khalid Aucho kwenye kikosi cha Yanga, kwa sababu kama alikuwa Singida Black Stars na Khalid Aucho yuko Singida Black Stars na bado yeye alikuwa na struggle kupata nafasi mbele ya Khalid Aucho, maana yake ni kwamba sio proper replacement sahihi kwa upande wa Young Africans. Ila kuna scenario mbili, unacheza na mechi na Al Ahly, hapo ndio utakapoona kwamba yes, huyu amekuja kufanya nini, ameziba pengo, kwa sababu Al Ahly muda wote wanakushambulia, muda wote wanakupa pressure. Kama ataimudu hiyo pressure, akaituliza tempo ya chini, akaituliza tempo ya timu, kwa sababu kazi ya namba 6 ni kusoma nyakati, kuituliza timu kama inapelekewa pressure na kuanzisha kuona muda sahihi wa kuanzisha mashambulizi. Sasa kuna nyakati ambao yeye timu inakuwa na pressure ndo wanapata red card. Nini kinatokea? Timu inakuwa kuwa kwenye wakati mgumu. Sawa, wamemsajili Hussein Masalanga ambaye ni golikipa wa Singida Black Stars. Sio taarifa rasmi, nazungumzwa huenda ikawa Djigui Diarra wakawa wanaachana naye, even though Yanga pia walikuwa na magolikipa wawili tu. Ukiondoa Djigui Diarra basi alikuwepo Homen Abubakar ambaye of course hakupata hata nafasi ya kucheza muda huu. Amekuja huyu bwana mdogo Abdul Misheri ambaye tayari ndo kama ameonekana anaweza kurithi hiyo nafasi. Kama itatokea Djigui Diarra ataondoka, Hussein Masalanga ana uwezo wa kurithi mikoba vizuri na kuiweka Yanga katika maeneo salama zaidi kama ambavyo Djigui Diarra alikuwa anafanya. Hawezi kufanya 100% kama alivyokuwa anafanya Diarra. Yaani Diarra ni miongoni mwa magoli top level za juu sana. Kwa hivi sasa, kwa miaka hivi karibuni, bado sijaona mtu yoyote ambaye anaweza akasimama langoni akacheza kama Diarra. Hussein Masalanga ni kipa mzuri, lakini ukija kwenye upande wa footwork bado utafanya nini? Utahangaika. Mabeki hawata enjoy kama walivyokuwa na enjoy na kucheza na Diarra. Hivi sasa Diarra, beki yoyote yule unarudisha mpira unavyotaka, haijalishi mpira uwe ni mbaya au ni mzuri, lakini akata control, ata receive na ataondoka. Lakini Diarra anajua jinsi gani ya kuweza kuishi na mabeki wake, jinsi gani ya kuweza kuwapanga. Ndio maana kokote anakoenda Diarra amekuwa na upeo mkubwa wa kufanya nini? Wa kufanya vizuri. Kacheza timu ya taifa ya Mali kwa ubora mkubwa sana, kaibuka na man of the match kwenye mechi 2 za AFCON. Kitu ambacho ni kikubwa zaidi kwa upande wake. Ukija kwenye ligi yetu kafanya saves nyingi sana, kayaweka Yanga salama muda mwingi sana. Kwa hiyo Hussein Masalanga ni kipa mzuri, ila to be honest hawezi kuziba pengo la Diarra moja kwa moja. Bwana sawa, hiyo ni kutoka upande wa Yanga hawa watoto wa Jangwani. Tutazame sasa upande wa wekundu wa Msimbazi ambao wao story ni nyingi, mbandanga ni nyingi, wao vitu ni vingi sana ambavyo vinatokea. Of course mpaka sasa hivi so far wao sajili ambazo zimekamilika wamezitangaza ni wachezaji 3 tu peke yake, lakini anazungumza Kratos Chota Chama ni miongoni mwa wachezaji ambao watakuwepo kusajiliwa, lakini yupo na huyu mchezaji kutoka ni Mamadou Sai kuja kuchukua nafasi ya Kalabua, naye anazungumzwa kuweza kuongezwa. Mimi nataka tukufahamu, Simba waliachana na Kratos Chota Chama na wameshindwa kuishi bila Kratos Chota Chama, kwa sababu since ameondoka hakuna mtu ambaye alijaribu kurithi kile ambacho Chama alikuwa anakifanya. Timu imestruggle kweli kweli, wamemrejesha Chama. Unaona anaweza akaenda kutibu kwa kiasi gani tatizo ambalo Simba wako nalo hasa ndani ya uwanja? 100% Chama anaenda kutibu tatizo ambalo Simba wanalo. Kwa sababu gani? Kwanza Simba wanacheza mpira wa slow sana this time around. Yaani ile moja. Nafikiri hata wenyewe juzi wakati wanacheza kwa angalia, unaona Simba ya Steven Beka wanacheza moja. Kitu ambacho Chama hata akiwa ndani ya uwanja anaweza kacheza kwa ubora mkubwa, kwa sababu Chama hiji imeenda ule mpira wa kasi hauwezi, lakini ile moja ambayo wanacheza Simba maana yake ni kwamba akiingia ana uwezo wa kufiti. Lakini pia Simba wanamisi mtu ambaye anaweza kawa na ubora mkubwa wa kupiga penetration pass. This time around sikumbuki mara ya mwisho lini Simba wametengenezeana nafasi ndani ya penalty area na mtu ameenda kufunga. Ndio kwenye mechi na Mashujaa wamefanya hivyo, wamegongeana wakapata goli la Elie Mpanzu. Lakini kwenye ubora mkubwa sasa, kwa sababu ile ni moment imetokea mara moja, tunahitaji kuwa na uendelevu wa kutengeneza nafasi kama hizo, kitu ambacho hawana. Leo hii kuniambia pale Simba nani anacheza kama namba 10? Hakuna, kwa sababu namba 10 kazi yake kubwa ni kutengeneza
Yaani kama sio kutengeneza ni kuibeba timu, kutengeneza dimensions nzuri. Kwa Waswahili wanajua labda ile equilibrium nzuri kati ya eneo la nyuma na eneo la mbele, kwa maana ya kwamba mahusiano mazuri kati ya kiungo ambaye ana drive team, kiungo wa kati na eneo la ushambuliaji. Of course anatakiwa kulink hivyo, na nafikiri ni mtu ambaye pia wanakosa mtu wa kulink. Morris Abraham anajaribu, lakini bado of course umri wake haujaenda, yaani tuseme experience yake bado ni ndogo. Wanajaribu pia kuongeza holding midfield. Simba wamesajili pia beki huyu Nixon Kibabage. Wanaweza wakaenda na hizi sajili ambazo nimezitaja huku kwa beki wa kati, kiungo wa kati, lakini pia na beki wa pembeni. Simba walikuwa wanahitaji kufanya usajili eneo hili, kwamba lilikuwa tayari ulipotazama mechi zao zote ni eneo ambalo limefeli, ama wao wameamua kujiongeza? Simba kwenye eneo la defensive binafsi ni eneo ambalo halijafeli, ila eneo ambalo lilifeli ni eneo la ushambuliaji. Kwa sababu kwenye mechi mbili za CAF Champions League hawana goli lolote. Maana yake ni kwamba safu ya ushambuliaji ni butu. Lakini kwa nini safu ya ushambuliaji ni butu? Kwa sababu hujapata kiungo mchezeshaji ambaye anaweza kachezesha. Ndio maana wamerudi kwa Kratos Chota Chama, kwa sababu hata hivi sasa ukiingia sokoni ni kupiga kamari. Walimleta Shenshala kama pio namba 10, lakini bado hajaivaa vizuri miguu ya Kratos Chota Chama, ama viatu vya Chama havijamtosha na wamemtoa. Lakini ni nani sasa ambaye anaweza kacheza? Kabla hatujaingia sokoni kwa muda huu, wacha tumrejeshe Chama ili tutafute sasa taratibu mtu ambaye anaweza akaziba hizo pengo. Mfano mdogo tu nikizungumza ni kwamba mafanikio ambayo wameyapata Singida Black Stars zaidi ya 80% kwangu mimi Chama anahusika. Chama anahusika. Kwa hiyo Shine Darak pamoja na Wilson Nangu hawa wanacheza vizuri. Wakati huo una Abdulrazak Hamza ambaye iko injured, lakini wakati huo ulikuwa na Karabo Choum, mtu ambaye ameonekana kutokuwa na consistency. Leo anafanya vizuri, kesho na kushukutwa anafanya vibaya. Nadhani ndo mtu ambaye anatolewa kama sadaka kuja kumpisha Ismail Ture. Na Ismail Ture huyu ambaye ameletwa ni mtu ambaye anakuofa kucheza maeneo mawili kama beki wa kati, lakini pia kama kiungo namba 6. Kwa hiyo wakati wanaendelea kumwangalia, mimi binafsi naona pacha ya Lushaine na Wilson waiache ili kumweza kumwangalia yeye cheze kama namba 6, kwa sababu pia ni eneo ambalo Simba wana struggle. This time around Yusuf Kagoma msimu uliopita performance ime drop. Najaribu kufikiria labda msimu uliopita alitumia energy kubwa sana, alitumia nguvu nyingi tofauti na msimu huu, lakini pia kama msimu huu hajapata game time ya mara kwa mara, kwamba aendeleze kuwa na consistency kutokana na makocha ambao walikuwa wanabadilika kwenye kikosi cha Simba. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi zaidi kwa upande wao. Wakati partnership ipo ya back, basi wamtumie Ture kwenye ile eneo la kiungo cha chini. Lakini beki wa kushoto Nixon Kibabage ni beki mzuri lakini hawezi kufika kwenye ubora ambao walikuwa nao Mohamed Hussein Zimbwe Junior, na ni beki ambao level yake binafsi inaendana tu na ya Anthony Mligo. Kwa hiyo wanachotaka wakitoa moja basi inaingia moja, walau pasipungue sana, maana ukimleta mtu ambaye kiwango chake kiko chini zaidi ya Anthony Mligo inakuwa shughuli. Au wanaona labda hiyo inaweza kumsaidia Anthony Mligo kuongeza juhudi, kwa sababu ukiangalia ni kama Anthony Mligo alikuwa hana mshindani. Alikuwa hana mshindani, lakini kwa kitu ambacho Simba wamekiona kwa Nixon Kibabage ni experience. Unajua Kibabage tayari ni miongoni mwa watu ambao wamecheza maeneo tofauti na Anthony Mligo ambaye amecheza na Mungo tu basi, then kaibukia wapi? Kaibukia Simba. Kibabage kacheza mechi za CAF Champions League. Tena nakumbuka mechi ambayo alifanya vizuri ni mechi ambayo Young Africans walikuwa wanacheza na Midiama kule Ghana. Alienda kupiga cross ambayo kama sikosei ilisababisha mkwaju wa penalty ambao Yanga waliupata na wakafunga mechi kaisha bao 1-1. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia ni beki ambaye ana experience, ana uzoefu, anakaba vizuri, anazuia vizuri, lakini kuna muda ambao ana overlap anaenda mbele. Nahitaji kuona kama ataendeleza kuwa na consistency na ataboresha eneo lake ambalo amekuwa na udhaifu eneo la juu kwenda kupiga cross, kwa sababu kwa upande wa Simba misimu miwili mitatu nyuma walikuwa wanategemea zaidi mbavu kushoto na kulia kwenda kuzalisha mabao. Kwa msimu mzima mpaka unatamatika walikuwa mkosi Zimbwe akiwa na assist 6, Shomari Kapombe akiwa na assist 6. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hapo bado hujaacha magoli ambayo wamefanya nini? Wamefunga. Kwa hiyo moja kwa moja ulikuwa unaona wanahusika kwenye mabao mengi. This time around mbavu ya kushoto kwa upande wa Simba sikumbuki mara ya mwisho lini ilitengeneza clear chance ambayo Mligo aliitengeneza. Kwa hiyo kama Nixon Kibabage anaboresha kwenye hilo eneo,
Inawezekana ni beki ambaye akaja kufiti vizuri zaidi, lakini wamemchukua kwa sababu ya exposure na experience ambayo anayo. Kila dirisha la usajili hizi timu zinasajili wachezaji kuanzia 4 kwenda juu. Kila dirisha kubwa la msimu wa kiangazi, Simba waliongeza wachezaji, nafikiri walikuwa wanafika karibia wachezaji 7. Yanga the same. This time around tunavyozungumza tayari Simba nao wameshasajili wachezaji karibia wanafika 4 na wanaweza wakazidi, kwa sababu kuna tetesi za golikipa na vitu kama hivyo, wanaweza wakazidi zaidi ya hapo. Yanga wameshatambulisha wachezaji 4 tayari, tumewaona. Kuna tetesi wanaweza kaongezeka tena bado mmoja. Kwa hiyo almost wachezaji 5. Hii inawezekana inasababishwa na tatizo gani? Poor scouting ambayo kwenye hizi timu, kwa maana kwamba hazina maskauti wazuri, ndio inapelekea kufanya hivyo, ama ligi yetu ni ngumu. Wachezaji hawa wanatoka huko wanafanya vizuri, lakini wakifika hapa wanafeli kwa sababu ligi ni ngumu. Yote yanaweza kawa ni majibu. Poor scouting pamoja na ligi kuwa ngumu. Na ujue kwamba sisi tukiwa na mchezaji bora mzuri yoyote yule, lazima awindwe na atafutwe. Hicho ni kitu cha tatu ambacho naweza nikakuongezea hapo, kwa sababu wachezaji wengi ambao wamefanya vizuri kwenye ligi yetu wametoka wameenda sehemu nyingine. Na kwa nini kila msimu timu zinasajili? Ni kulingana na ushindani ambao unaendelea kuwepo kila siku, kwa sababu sisi bado hatujafika kwenye level nzuri ya kufanya vizuri kwenye michuano kimataifa. Na utapotaka kufanya vizuri kwenye michuano kimataifa, lazima uweze kuwa na top quality players kwenye kikosi chako. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia bado hajafika level ya kuwa na top quality players. Kuna muda ambao wachezaji wanaosajiliwa pia nao wanashindwa kuwa na consistency ambayo anakupa consistency ya muda mrefu, kwa sababu anafanya vizuri kwenye msimu huu, msimu unaokuja performance imeshuka chini. Huwezi kubaki na huyo mtu kwenye timu, lazima umtoe, uingie sokoni, utafute mtu mwingine. Lakini let's say kama unajenga project, wachezaji wote wakawa na consistency ya kukupa performance ile, hauna haja ya kwenda kuingia sokoni. Lakini utaingia sokoni pale ambapo leo hii umemchukua mchezaji ameperform vizuri msimu wa kwanza, msimu wa pili, msimu wa tatu, msimu wa 4, huyo mtu huwezi kumwacha. Lakini pia kama anaperform vizuri, watu watakuja na dau, watu watakuja na pesa, utakataa? Hapo sisi Bongo tunashindwa ku maintain. Utakataa hizo pesa? Kija kina Ahali, wakija kina Wydad, kina nani hao wanaondoka tu na kwa mfano, huwa natoa mfano kila siku. Imagine Simba ingekuwa na mpaka hivi sasa ina Pape Osman Sako, ina Peter Banda, ina Lal Bwalia, ile project wakiwa kwenye ubora wao, jinsi ambavyo walikuwa wanaendelea kwa upande wa Simba, Luis Mixon awepo, Clatous Chama awepo, ubora ambao walikuwa nao kipindi kile, na ukijaribu kuangalia Aishi Manula kwenye ubora ilikuwa bado hapo pale. Ninachotaka kusema hapo, kwa sababu ukiangalia muda